Ndugu Waziri Mkuu, kwa heshima na taadhima, na kuomba sasa uje utoe hotuba yako na kufungua mashindano ya UMITA-SHUMTA na UMISETA 2025. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana utufungulie mashindano yetu haya. Nashukuru. UMITA-SHUMTA oye! UMISETA oye! Wana michezo mko tayari? Wana michezo oye! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Walimu wetu oye! Walimu wetu wanaweza hawawezi? Piga makofi mengi sana na vigelegele kwa walimu wetu. Asante. Haya, mtulie. Haya, mkae. Mheshimiwa Profesa Palamagamba Kabudi, mbunge, waziri wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Peter Serukamba, mkuu wa mkoa wa Iringa na mwenyeji wetu, Mheshimiwa Salim Abri, mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Daudi Yasini, mwenyekiti wa CCM wa mkoa huu wa Iringa, Mheshimiwa Zainab Katimba, mbunge, naibu waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI, Mheshimiwa Omar Kipanga, mbunge, naibu waziri wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Madam Doris Kalasa, katibu tawala wa mkoa wa Iringa, Comrade Adolf Ndunguru, katibu mkuu ofisi ya Rais TAMISEMI, Bwana Tupele Mwambene, naibu katibu mkuu ofisi ya Rais TAMISEMI, Hajat Hafsa Abud Talib, mkurugenzi kutoka idara ya michezo, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Margaret Sita, mbunge, waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia mstaafu na makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya TAMISEMI, waheshimiwa wabunge ambao ni wajumbe wa kamati ya kudumu ya bunge ya TAMISEMI, lakini pia tunao waheshimiwa wabunge wa mkoa huu wa Iringa, Mheshimiwa Jessica Mtavatavangu, mbunge wa Iringa mjini, kwa pamoja na Mheshimiwa Rita Kabati, mbunge wa mkoa wa Iringa. Wana michezo mpo? Wana michezo, leo mmenifurahisha, lakini bado nataka niwajue. Naona mmebeba mavuvuzela, bendera, ngoma, vifijo. Nataka niwasikie, na wale mlioacha nyumbani wawasikie. Nataka nitamke mkoa mmoja mmoja, nione mko wapi. Arusha mpo? Mbona mmechoka mapema? Arusha mpo? Dar es Salaam, makao makuu ya nchi Dodoma, wazalisha dhahabu nchini Geita, wenyeji wetu Iringa mko wapi? Wale wenye mlima mrefu barani Afrika, Kilimanjaro, mko wapi? Walima mawese, chikichi, Kigoma, mpo? Haya, Kagera kwa kahawa, mpo? Katavi, Lindi, Mtwara kwa mtangazaji mzuri wa michezo, jiji la Mwanza kwenye mawe mengi, Mara kwa wavuvi kutumia ziwa Nyasa Victoria letu, Mara mpo? Manyara mkoa wa utalii,
Mbeya, 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 Mbeya jiji, Morogoro kasoro bahari mpo? Njombe, Njombe, Njombe mpo? Oh, vizuri sana. Haya, mkoa wa Pwani karibu na Dar es Salaam. Rukwa mko wapi? Rukwa, Rukwa, Rukwa. Ruvuma, 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 Ruvuma. Lizombe, Lizombe. Shinyanga, Pamba, Shinyanga. Simiyu, Simiyu. Singida, Singida. Songwe, Songwe, Songwe. Tabora, Tabora, Tabora. Na mwisho ni Tanga, waja leo kurudi majaliwa. Asante sana, hongera sana wana michezo. Nimewaona wote. Kuna mkoa nimewasahau? Hakuna. Ndugu waandishi wa habari, tunashukuru. Waambieni wana michezo mikoa yote nchini wako hapa. Ndugu viongozi na wana michezo wote, nataka niungane na viongozi wa dini kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetupa uhai, afya njema, katujalia kusafiri kutoka kote huko na kufika hapa Shinyanga tukiwa na afya njema. Malengo ya kuja Shinyanga hapa Iringa ni kwa ajili ya michezo ya UMITASHUMTA na UMISETA mwaka huu 2025 ambayo yanafanyika hapa mkoani Iringa. Niipongeze sana ofisi ya Rais TAMISEMI ikishirikiana na Wizara ya Elimu na Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kule Zanzibar, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa kuendelea kuhakikisha kwamba michezo hii ya vijana wetu kutoka shule za msingi na sekondari kwa yanaendelea kufanyika kila mwaka, na mmeongeza taaluma sanaa kwenye michezo hii ambayo wanafunzi wanashiriki. Niwapongeze sana pia wana Iringa mkiongozwa na mkuu wa mkoa wa Iringa huu Mheshimiwa Peter Serukamba. Kwanza mmeridhia michezo hii ifanyike hapa, lakini mbili, mmefanya kazi kubwa ya kufanya maandalizi ya viwanja na maeneo ya malazi kwa wageni wetu wote wa UMITASHUMTA na UMISETA mwaka huu. Na mimi nina imani kwa kufanyika hapa Iringa michezo mwaka huu itafanikiwa sana. Iringa oye! Iringa oye! Ndugu wana michezo na viongozi na wageni waalikwa, nataka niwaambie kwamba michezo hii ya kitaifa ambayo inatangazwa na vyombo vya habari mbalimbali live inafuatiliwa na viongozi wa kitaifa. Miongoni mwa viongozi wanaofuatilia kwa sasa ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ameniagiza hapa niwaletee salamu zenu za heri na baraka, na amewatakia mafanikio mema na michezo wote. Pokeeni salamu zenu zote wana michezo wote. Kiongozi mwingine ambaye anafuatilia michezo hii hapa kwa wakati huu ni Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na yeye anawasalimia sana, anawatakia kila heri, anaamini mikoa yote mtashinda vizuri. Kwa hiyo anawapongeza, pokeeni salamu zenu. Salamu nyingine kuvuka bahari kutoka kwa mpendwa wetu Mheshimiwa Dr. Hussein Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Yeye anasema amejipanga kwa UMISETA, analeta viboko vyenu kutoka Zanzibar na anawatakia kila laheri, mkae mkao wa kushindwa na Zanzibar. Pokeeni salamu zenu. Ndugu wana michezo, najua mmekuja hapa kushindana na kila mmoja arudi na ushindi. Michezo hii ya UMITASHUMTA na UMISETA
ambayo inazinduliwa rasmi mwaka huu, na nitaizindua mimi baada ya muda mfupi wa kusema haya nitakayosema. Inatoa fursa ya kipekee kabisa kwenu wanafunzi kuinua vipaji vyenu, lakini pia katika kubeba ajenda kitaifa ya kuwa mabalozi wa kufikisha ujumbe kupitia jumbe mbalimbali ambazo zinapaswa Wanatanzania wazijue. Nimefurahi sana leo kusikia kwa mashindano ya mwaka huu yanaongozwa na kauli mbiu inayosema viongozi bora ni msingi wa maendeleo ya taaluma, sanaa na michezo. Shiriki uchaguzi mkuu 2025 kwa amani na utulivu. Huu ni ujumbe muhimu na ni ujumbe ambao tunapaswa tufuate na tuutekeleze, kwa sababu mwaka huu tunahitaji kupata viongozi kwenye sekta mbalimbali, na viongozi hao ni pamoja na wale ambao wataongoza pia sanaa, michezo na taaluma. Lakini pia tunataka kwenye uchaguzi wa viongozi hao nchi ibaki kuwa salama na yenye utulivu. Kauli mbiu hii imebeba dhima na nguvu ya michezo na sanaa na kufikisha ujumbe kwa jamii. Pamoja na kujiandaa na shughuli ya uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwaka huu, mashindano haya pia ni fursa ya kujivunia mafanikio tuliyoyapata kwenye sekta ya elimu, michezo ikiwemo na sanaa. Lakini pia tutakwenda kuhamasisha jamii kujishughulisha na shughuli mbalimbali za maendeleo. Ndugu wana michezo, napenda kutumia nafasi hii kuwapongeza sana wana michezo wote. Mmeonyesha jitihada za maandalizi kwenye michezo kutoka kwenye ngazi za shule, lakini mkaenda mbali mpaka wilayani, mkapata wana michezo waliojitokeza kuwa na viwango na kuunda timu za wilaya kwenda mpaka mkoani. Na leo hapa tumekutanisha wana michezo mlioshindana kutoka ngazi za shule na kuonyesha vipaji vizuri. Mimi naamini hamtaishia hapa kuonyesha vipaji vyenu, na mimi nawasihi muwe huru katika kutumia uwezo wenu ili kuonyesha vipaji katika kila mchezo utakaoshiriki, ili nawe uwe sehemu ya wachezaji bora na imara wanaotegemewa na taifa hili. Nataka nitumie nafasi hii kuwapongeza wana michezo wenzenu ambao kupitia michezo ya mwaka 2024 kwa michezo ya UMITASHUMTA na UMISETA waliweza kuonwa na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na kutunukiwa hadhi ya kuwa kwenye jopo la wachezaji bora wa kitaifa mwaka 2024 ambao walitunukiwa tuzo ya kitaifa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, siku ya tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu pale jijini Dar es Salaam. Nao ni Neema Hamisi Mkula, mchezaji wa netball aliyekuwa anasoma shule ya msingi Muhonze, kwa sasa yuko kidato cha kwanza Mbeya Sekondari. Yeye alikuwa mchezaji bora wa mchezo wa netball kitaifa. Piga makofi mengi kwa Neema Hamisi Mkula. Na naamini UMISETA atakapokuja hapa atakuja kuonyesha moto wake na kombe lake. Mwingine ni Baraka Sanjigwa. Yeye ni mwanariadha, anasoma shule ya sekondari ya Ngomai iliyoko Kongwa, na alikuwa mshindi bora wa kiume wa riadha. Piga makofi mengi sana kwa Baraka Sanjigwa. Kwa hiyo ni matarajio yangu kwenu wana michezo mwaka huu 2025 mtaonyesha jitihada zenu, vipaji vyenu vilivyo bora. Wizara iko hapa, tuna wataalamu wako hapa wa michezo yote wanaendelea kuwaangalia na ubora wenu ili muweze kuchukuliwa katika nyanja mbalimbali na muweze kuiwakilisha taifa hili, ikiwemo na kuingia kwenye tuzo za mchezaji bora za mwaka 2025. Hii michezo inaongeza uwezo wenu, na hasa mnapopata nafasi ya kuja kushiriki. Lakini pia kupitia michezo hii tunahitaji mfahamiane,
mtengeneze upendo miongoni mwenu katika kushiriki michezo. Nataka muanze kuweka utamaduni wa kuonea wivu pale mwenzako anapokuwa na kiwango, ili na wewe ujitahidi ufikie kiwango hicho. Naamini walimu wamewaandaa vizuri. Naamini walimu wamewapa mbinu mbalimbali za kucheza mchezo wenu. Hii ni fursa yenu ya kuonyesha vipaji vyenu. Lakini nataka nieleze, michezo hii inajenga afya, na hasa kwenu vijana, na kuwafanya mtumie muda wenu mwingi wa masomo vizuri. Na sisi tunaamini anayefanya vizuri kwenye michezo huwa anafanya vizuri pia kwenye masomo yake ndani ya darasa. Na kwa hiyo matokeo mazuri ya kitaaluma yanatokana na wewe kushiriki katika michezo. Ushiriki wenu katika michezo unaimarisha sana nidhamu yenu wakati wote katika shughuli zenu zote, na inawafanya muepuke kuingia kwenye makundi yasiyofaa, kwenye vitendo viovu kama vile ulevi, kula madawa ya kulevya, lakini pia utoro mashuleni, kuwa mgomvi tu bila sababu yoyote. Haya unaepuka kwa kushiriki kwenye michezo. Kwa hiyo tunaamini kwenu nyewe na michezo hamtaingia kwenye makundi haya. Lakini kwa upande mwingine, michezo hii inadhihirika kuwa ni chanzo kikubwa cha ajira na mapato. Serikali imeendelea kusisitiza eneo hili kwa sababu tunajua wana michezo mkishiriki unapata fursa ya kuwa na ajira. Leo tunashuhudia wana michezo wengi wanaitwa kwenye vilabu vingine ndani na nje ya nchi na wanalipwa mamilioni ya fedha. Hiyo ni ajira tosha. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba nyie mkicheza vizuri mtaanza kuonwa na vilabu mbalimbali. Nataka niwaambie vilabu vingi viko hapa vinakuja kuangalia kwenye michezo yenu ili viwachukue mkao mnachezea vilabu hivyo huku mkiwa mnasoma. Hiyo ndio mwanzo wa ajira kwenye michezo. Nenda mkashiriki vizuri. Ndugu wana michezo, licha ya hayo yote niliyosema, michezo ni nyenzo muhimu ya kutoa hamasa, lakini pia inaweza kutangaza fursa mbalimbali. Mmeshuhudia makampuni mbalimbali yakiwatumia wanamichezo kutangaza biashara zao. Mnavaa jezi zenye matangazo ya kampuni mbalimbali. Kwa hiyo michezo inahamasisha, michezo inatangaza. Nataka tuone pia michezo UMITASHUMTA na UMISETA ikidhaminiwa na wafanyabiashara waje kutangaza, na nitoe wito kwa makampuni mbalimbali ya kibiashara kutumia michezo hii kudhamini mikoa yenu, kudhamini baadhi ya michezo ili muweze kutangaza biashara zenu. UMITASHUMTA na UMISETA ni fursa pia kwa makampuni ya kibiashara kutangaza biashara zao kupitia michezo yetu. Hatujaacha ukuaji wa mtoto kitaaluma. Nimeeleza vizuri. Michezo inafikirisha. Michezo inakufanya kuwa mbunifu. Uweze kumshinda adui kama wewe sio mbunifu. Ukabuni namna kumzidi adui. Kwa kufanya hivyo unajikuta kitaaluma unapanda. Kwa hiyo nitoe wito kwa wanamichezo, endeleeni kushiriki michezo. Mtakuwa wabunifu, mtakuwa na mbinu, mtaweza pia kutumia hata sayansi katika kushinda. Kwa kufanya hilo, mkiwa madarasani mtafanya vizuri zaidi. Ndugu wana michezo, kwa upande mwingine mashindano haya tunatumia kupata pia wakilishi wa nchi yetu katika mashindano mbalimbali. Mfano ni mashindano ya Afrika Mashariki yatakayofanyika nchini Kenya mwaka huu mwezi wa 8. Nyie ndio mtakwenda kutuwakilisha Tanzania. Mtabeba bendera ya taifa hili kwenda nchini Kenya. Tunataka mkaipeperushe kama alivyoishika yule mwenye mrefu kuliko wote. Nenda mkapeperushe bendera yetu ya Tanzania kule nchini Kenya. Ndugu wana michezo, kutokana na umuhimu wa michezo, serikali yenu ya awamu ya 6 inayoongozwa na mwanamichezo nambari 1 Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameendelea
kuhakikisha kuwa michezo inashamiri ndani ya nchi kwa kutoa maelekezo ndani ya serikali kwa watendaji wake, na mawaziri mnawaona hapa, wakuu wa mikoa mnawaona hapa, wakuu wa wilaya wako hapa. Ni kwa sababu ya maelekezo ya michezo nambari 1 kwamba kila mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya wasimamie kwenye wilaya zao michezo inashamiri kuanzia ngazi ya shule mpaka ngazi ya vilabu vya mjini, na michezo imeendelea kutekelezwa katika sekta mbalimbali kote nchini, na ndio kwa sababu sasa tunapata mafanikio makubwa. Ndugu wana michezo, nataka niwaambie mikakati hii inayoimarisha michezo katika ngazi mbalimbali mchezo, serikali inafanya haya yafuatayo. 1, tunaendelea kuimarisha katika ngazi zote za elimu, ikiwemo kuratibu mashindano ya michezo ya umoja wa michezo taaluma shule za msingi, lakini pia sekondari, na tumeingia vioni ili kuibua vipaji vyenu katika ngazi mbalimbali mnazoshiriki na kukuza taaluma yenu. 2, tumetenga shilingi bilioni 11 kwa ajili ya kutekeleza mpango kuboresha miundombinu ya michezo, na Mheshimiwa Naibu Waziri ameeleza kwamba tumechagua shule 10 ambazo ndizo zitakazokuwa zinafundisha michezo, na tumeanza na hizo, lakini malengo ni kuzifikia shule 56 nchini ili zifundishe michezo na nyie msome kuanzia huko mliko. 3, serikali yenu imetenga bilioni 32 kwa ajili ya kujenga na kukiimarisha chuo cha Baria, na Mheshimiwa Waziri wa Michezo, Sanaa na Habari ameeleza hapa kwamba chuo kile kinaboreshwa, kinaongezwa majengo mengine mapya kabisa, madarasa, mabweni, viwanja, lakini pia na nyumba za walimu, ili chuo kile ndicho kitakuwa chuo cha umahiri cha michezo Tanzania. Nataka niwaambie kwenye hili Dr. Samia Suluhu Hassan rais wetu amefanya jambo kubwa kuliko kokote Afrika ya Mashariki. Piga makofi kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Na kwa hiyo chuo hiki kikamilika, nyie ndio wanufaika. Mkiwa mahiri mtakwenda kusomea zaidi pale. Tutapeleka walimu wakawe mahiri, tutapeleka wanamichezo mkawe mahiri. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais amebuni jambo kubwa sana katika nchi na tunaongoza Afrika Mashariki. Lakini pia serikali yenu kupitia ofisi ya Rais TAMISEMI kwa pamoja na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo tumeendelea kuzitengea fedha kutosha kwenye bajeti zake ili wasimamie michezo hapa nchini. Na michezo ni michezo mbalimbali ya mipira, riadha, michezo ya nje na ya ndani. Hiyo inasimamiwa na wizara zetu. Lakini pia tumeanzisha mfuko wa maendeleo ya michezo unaoendelea kusaidia kushughulikia michezo mbalimbali hapa nchini. Kama kuna vilabu, kuna mchezaji mmoja, lakini tuna timu za taifa zinakwenda nje ya nchi, ule mfuko wa maendeleo ya michezo ndio ambao unatoa fedha kuhakikisha kwamba uendelevu wa vipaji vyako unakamilika na uende mpaka kwenye ngazi ya juu. Ndugu wana michezo, nini manufaa ya kuendeleza vipaji? Mashindano haya ndio sehemu ya muendelezo wa kuimarisha vipaji vyenu, na tumepanga kufundisha kwa nadharia madarasani, lakini pia kwa vitendo viwanjani. Tumesambaza walimu wa michezo kote kwenye shule zetu, wale ambao wamemaliza chuo kikuu cha Dar es Salaam, wale waliomaliza Butimba, wale waliomaliza na Maria. Tunaenda kuimarisha kila shule iwe na walimu wa michezo waliotoka kwenye vyuo hivyo, ili wafundishe kwa nadharia ndani ya madarasa, lakini wafundishe kwa michezo na nje ya madarasa. Na wote mtakubaliana na mimi kwamba mpango huu unakwenda sasa kuinua vipaji vyote vya wanamichezo na hasa kwenu wanamichezo. Mmeona hapa michezo hii
inayolenga kukuza vipaji, sio tu kwa ajili ya vipaji vya mipira. Mmeona vipaji hapa, mtoto mmoja amekuja kwa sarakasi hapa. Sio jambo dogo kujikunja kunja kwa kiasi kile. Kile ni kipaji ambacho si wote mnacho. Tumpigie makofi yule binti yetu mwana sarakasi. Kipaji kingine ambacho leo tumekiona ni kipaji cha uwezo wa kuweka kumbukumbu ya kutosha. Kijana mdogo yule kutoka Mtwara anamekumbuka majina ya wachezaji wa timu mbili, kila mmoja kwa nafasi yake. Jambo hili si dogo, tumpigie makofi mengi. Na yule kijana tayari ana kipaji cha pili cha kutangaza mpira. Ametangaza mechi ya Simba na Yanga kama mlivyosikia, waliofungwa na waliofungwa. Mimi sitaki kurudia, lakini mtangazaji ameeleza vizuri. Wakina Baba Esther huko na nani wa kutoka Wagadugu amewatangaza. Kile ni kipaji cha hali ya juu. Yule mtoto tayari televisheni zimemsikia, redio zimemsikia. Kama zina shida ya kupata mtangazaji bora, yuko UMISETA Iringa hapa mwaka huu. Kwa hiyo waje wamtafute hapa, wampe ajira akatangaze mechi, ili pia tuweze kuona faida. Hivi vyote ni vipaji na vinatokana na UMITASHUMTA na UMISETA. Kwa hiyo UMISETA na UMITASHUMTA ni mahali pa kuonyesha vipaji mbalimbali. Na tumeona wengine wahamasishaji wako pale. Mmoja amevaa majani yule kile ni kipaji chake tu. Mwingine yule kapanda juu ya mti anatembea hapa pote hapa. Ni vipaji hivyo. Kwa hiyo UMITASHUMTA na UMISETA ni mahali pa kuonyesha vipaji vyenu. Tumieni nafasi hii kuonyesha vipaji vyenu. Hapa pia tunakwenda kupata wachezaji wanaokwenda kuzichezea timu zetu mbalimbali. Nianze mfano wachezaji ambao wamezalishwa na UMITASHUMTA na UMISETA kwenye soka. Na sasa hivi wanapata ajira kwenye nchi mbalimbali huko nje. Akiwemo na kijana wetu, kaka yetu Mbwana Samata ambaye yuko Ugiriki, ametokana na UMITASHUMTA na UMISETA. Simon Msuva yuko Al-Talaba Iraq, UMISETA, UMITASHUMTA. Novatus Miroshi yuko Uturuki. Kevin John yuko Denmark. Abdi Banda yuko Afrika Kusini. Abdi Yusuf yuko Uingereza. Hamidi Mao Talki yuko Misri na wengine wengi. Na yuko binti mmoja juzi ampata nani yake anaitwa Mwanamisi, anacheza football ya wanawake Uingereza na anatamba kweli kweli. Tanzania oye! UMITASHUMTA oye! UMISETA oye! Tunakwenda kuwapata wachezaji wanaojenga timu zetu zinazoshiriki ligi kuu, lakini daraja la kwanza, daraja la pili na kwenye ngazi za vilabu. Zaidi ya 85% ya wachezaji ligi kuu wanatokana na michezo hii. Na kwa hiyo tunatarajia na nyie mtakwenda kucheza timu za ligi kuu. Lakini tunataka kuimarisha timu za taifa ambazo nyie ndio mnakwenda kucheza. Kwa mfano, Dickson Job, mchezaji wa timu ya taifa, ametokana na UMISETA. Shomari Kapombe na Mohamed Hussein Shabalala wametoka hapa. Jambo hili lazima tujipongeze, jipigeni makofi wenyewe wana UMITASHUMTA na UMISETA. Mafanikio makubwa kwenye timu mbalimbali ambazo zimewakilisha nchi yetu kwenda kwenye nchi nyingine huko. Kwa mfano mwaka 2016 timu ya Tanzania ya vijana ilishinda kombe nchini Brazil, na mwaka 2019 timu hiyo ilicheza fainali Uturuki na kuchukua kombe kule nchini Rwanda. Tujipigie makofi wenyewe. Mwaka huu timu ya soka taifa ya vulana umri chini ya miaka 15 ilitoa ubingwa wa mashindano ya shule za Afrika na ukanda wa Afrika Mashariki ya kati, inaitwa CAF. Tujipigie makofi kwa sababu hii ndio michezo yenu kabisa. Na tunataka tuunde timu kutoka nyie mwaka huu ili iende kashindane, na michezo yake itakwenda mpaka mwakani. Kwa hiyo tunatarajia kuwapata wachezaji mtakaounda timu yetu
chini ya miaka 15 ambao ni nyie, ili muende kushiriki kule. Mwaka huu 2025 vile vile tumepata mafanikio mbalimbali. Ngorongoro Heroes wamefuzu AFCON mwaka huu. Serengeti Boys wamefuzu AFCON mwaka huu. Chini ya miaka 15 ni kama nilivyosema, lakini chini ya miaka 19 cricket wamefuzu kushiriki kombe la dunia. Piga makofi. Tanzania oye! Tanzania oye! Na mkimbiaji Simbu ameweza kuwa bingwa kule Czechoslovakia na amerudisha kombe dhahabu hapa nchini. Ni heshima kubwa kwa Simbu. Piga makofi kwa Simbu. Na mimi najua kama tulivyosema hapa kwenye meza kuu, tuna mawakala wakuja kuwaangalia, tuna wataalamu wa mashirikisho ya mipira michezo mbalimbali wamekuja kuwaona, tuna viongozi wa mashirikisho ya football, netball, riadha na kila kitu wamekuja kuwaona. Chezeni vizuri ili mpate kuchaguliwa na kuunda timu za kitaifa muweze kwenda mbele zaidi. Ninapomaliza hotuba yangu, naomba nitumie nafasi hii kwanza kuzipongeza wizara hizi tatu ambazo zinafanya kazi kwa ushirikiano kwa lengo la kuendeleza michezo, sanaa, ili tuweze kuibua vipaji vya vijana wetu. Pongezi hizi nazitoa kwa msisitizo, lakini pia naomba sasa mkafanye haya yafuatayo ili tuimarishe michezo yetu hapa nchini. TAMISEMI, Wizara ya Fedha, Wizara ya Michezo, mfanye kazi kwa ushirikiano na muhakikishe mradi wa ujenzi wa zile shule 56 kwa ajili ya kuendeleza vipaji ya michezo unakamilika kwa haraka, ili vijana wetu wakaanza kutumia shule hizo kwa kuanza kucheza michezo ya viwanjani, lakini na nadharia madarasani. Wizara ya Elimu na TAMISEMI, imarisheni usimamizi wa kuhakikisha kwamba ratiba za shule zote zinakuwa na vipindi vya michezo na vinatumika kikamilifu. Kule kwenye shule zetu tunahitaji ratiba, lazima kuwe na vipindi vya michezo vinavyotoa nafasi kwa vijana wetu baada ya masomo kuingia kwenye michezo ili kuanza kuinua na kuandaa kwenye michezo kama hii. Tatu, vyama vya michezo ambao mko hapa vya kitaifa, hakikisheni mnaleta wataalamu wenu kwenye mashindano haya. Mlianza mwaka juzi na mwaka jana nimewakuta Tabora, na leo mko hapa. Endeleeni kufanya hivyo kila mwaka ili mje mbaini wachezaji bora na wale ambao mnaona wanaweza kufundishika wakapanda viwango vyao, ili tuweze sasa kuibua vipaji hivyo na waanze kuunda timu katika taasisi mbalimbali. 4, halmashauri zote nchini, wakurugenzi wa halmashauri mko hapa, hakikisheni walimu wetu wa michezo wanahudhuria pia mafunzo mengine wakiwa kazini ya michezo, ili wawe na uwezo wa kufundisha vizuri kwa wakati, wapate mabadiliko ya sheria, mbinu mbalimbali za uchezaji wa michezo. Na tunavyo vyuo, wapelekeni Malia, wapelekeni Butimba, na wale wanaopata sifa kwenda chuo kikuu wapelekeni vyuo vikuu wakaimarishe utaalamu wao, ili walimu hawa wanapopewa timu, basi tunakuwa na timu zenye uhakika kwamba zimefundishwa na walimu wenye uwezo ulioimarika. 5, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Ofisi ya Rais TAMISEMI, hakikisheni kituo cha Malia kile kwamba kinatumika kuanzia sasa kikamilifu kwa kupeleka walimu wetu waende wakaongeze vipaji, lakini pia vipanue vipaji kwa wale wote wanaokwenda kusoma eneo hilo. Halmashauri zote hakikisheni maeneo yaliyotengwa kwenye maeneo ya wazi kwenye halmashauri zenu yaendelee kutumika kwa ajili ya michezo. Lakini pia kila shule ya msingi na sekondari popote ilipo inakuwa na viwanja kwa ajili ya matumizi ya michezo yote inayochezwa na vijana wetu. Wizara ya Elimu, TAMISEMI tena na Wizara ya Utamaduni, Sanaa, andaeni mpango mkakati wa kuhakikisha katika kila shule ya msingi na sekondari nchini kunakuwa na
viwanja vinavyocheza kwenye maeneo yote ikiwemo na riadha. Hii itasaidia wanafunzi kushiriki katika michezo yote. Lakini pia mshirikiane kuweka utaratibu mzuri wa vipaji vilivyoibuliwa ili viweze kuendelezwa, na tutumie ushirika waliopo kama vile makampuni ya kibiashara ambayo pia na yenyewe yanadhamini michezo, si kwa ngazi ya vilabu tu, hata huku kwenye ngazi ya shule, ili nako tuweze kuhakikisha kuwa tunapata uzalishaji wa wanamichezo. Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, hakikisheni tunatoa vibali kwenye shule za watu binafsi za kuibua vipaji vya michezo mbalimbali, tunaita academy school, zianze kutufundisha vijana wetu kuanzia wakiwa wadogo kabisa, ili wanapofikia umri huu wawe tayari wameimarika kwenye michezo hiyo. Na mwisho, kwa Watanzania wote zote, tujenge utamaduni wa kufanya mazoezi ya viungo kama ambavyo Mheshimiwa Rais alihamasisha Watanzania kufanya mazoezi ya viungo kila siku za Jumamosi, na nikaona wakuu wa mikoa wameipokea programu hiyo na kupanga kila Jumamosi masaa kadhaa kuwa ni mazoezi, siku za mazoezi ya pamoja kama jogging, marathon na namna nyingine kwa ajili ya kucheza na kufanya miili ya Watanzania iwe kuwa imara. Na tunahitaji sasa tuhamasishane tuweze kuhakikisha kila mahali kunakuwa zalishwa na michezo, na wale wengine ambao si lazima wawe na michezo lakini wapate nafasi ya kuweza kushiriki. Mwisho, nimalize kwa kuwatakia kila la heri wana michezo wote. Tushirikiane, tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee kutujalia afya njema ili wana michezo wetu waweze kuishi hapa Iringa ambako maandalizi yote yako sawa. Na tuwaombee sana walimu wetu ambao mmewafundisha vijana hawa, simamieni viwango mlivyovitaka waje kuonyesha kuwa vinafikiwa, na baadaye mshirikiane na mawakala walioko hapa kubaini wana michezo ambao tayari wameweza kuiva na kuwafaa kuingia kwenye vilabu mbalimbali. Lakini pia tunapokutana hapa kwenye eneo hili, pamoja na kauli mbiu yetu, niendelee kuwasisitiza na kuwakumbusha kwamba mwaka huu tuna uchaguzi katika nchi yetu. Watanzania wengi wenye sifa ya kwenda kushiriki uchaguzi watashiriki uchaguzi. Wito wetu ni kwamba uchaguzi huu uwe wa amani na utulivu, mshikamano miongoni mwetu, umoja miongoni mwetu uendelee kushamiri mahali pote. Tunahitaji kuimarisha mahusiano ya jamii ili tupate viongozi watakao tuongoza. Sisi serikali kama wadau wa tume ya uchaguzi, nataka tuhakikishie uchaguzi huu utakuwa wa haki na wa huru na wa wazi ili kila mmoja aweze kushiriki kikamilifu. Nimshukuru Baba Askofu kwa kuridhia leo tuje kujaa kwenye eneo lake na kutumia viwanja hivi kwa shughuli za michezo kwa vijana wetu wa Tanzania. Baba Askofu, tunakushukuru sana kwa ukarimu wako na wema wako. Katika michezo ya mwaka 2025 itakwenda kuhitimishwa katika hali nzuri. Tumemwona Alhaji Sheikh Said Abduli naye pia ametuombea. Tumemwona mchungaji kutoka KKKT. Hakika viongozi wa dini wako nasi na wamenihakikishia watakuwa hapa kila siku kutoka leo mpaka mwisho wa michezo hii, pamoja na chifu Mkwawa wa pili naye yuko hapa, naye amesema kila siku watakuwa hapa. Kwa hiyo michezo ya mwaka huu ina baraka kubwa. Tuwapigie makofi viongozi wetu wa dini. Baada ya kusema haya yote, sasa naomba nitamke kuwa mashindano ya UMTASHUMTA na UMISETA kitaifa mwaka huu 2025 yamefunguliwa rasmi. Asante sana. Naomba tusimame wote na tushangilie kwa makofi na vigelegele. Kassim Majaliwa, jina langu Anita Alex Mlai, ni mratibu wa mchezo huu wa mpira wa goli alimaarufu goalball. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa heshima kubwa
tunakukaribisha utufungulie mashindano yetu ya UMITASHUMTA na UMISETA 2025 kitaifa mkoani Iringa. Na mashindano haya Mheshimiwa Waziri Mkuu utayafungua kupitia mchezo wetu pendwa, mchezo wa mpira wa goli ambao ni muasisi na uliwasisi 2011 Kibaha ukiwa na mikoa 4. Na maelekezo yako ulielekeza kwamba mchezo nchi nzima na kila mkoa ulete washiriki katika mashindano haya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunayo furaha kubwa kukujulisha kwamba kwa sasa mchezo huu unachezwa na mikoa yote Tanzania na mafanikio yake ni makubwa, na mpaka sasa hivi tunashiriki East Africa mashindano ya FEASA na tumechukua ubingwa kwa miaka 4 mfululizo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru kwa kuwa matunda ya mchezo huu matunda ya maelekezo yako. Baada ya kusema hayo machache, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakuomba, tunakukaribisha utukagulie timu yetu ya mpira wa golball. Baada ya hapo tutapata picha pamoja na watoto wako wa golball, lakini pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutakuomba utaonyesha tendo la kurusha mpira kama ishara ya ufunguzi wa mashindano yetu ya UMITASHUMTA na UMISETA 2025 kitaifa mkoani Iringa. Na tendo la mwisho utapuliza filimbi mara 3 ili kuruhusu mchezo uanze, ukiona watoto wako wakicheza huu mchezo ambao ni wewe mwenyewe umewasisi. Karibu Mheshimiwa Waziri Mkuu, tukagulie timu. Upande wetu wa kulia, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni timu kutoka Dodoma na hawa ndio mabingwa mtetezi wa UMITASHUMTA mwaka jana. Na upande wetu wa kushoto ni timu kutoka Iringa ambao ni mkoa wa mwenyeji. Karibu ututambulishe. Kwa majina naitwa Angela. Ngoja nianze kupisha moja moja. Tunamhesabia 3, 2, 1. Mpira unakwenda, piga makofi na vigelegele. Asante sana kwa tukio hilo la ushindi, na tunaona amefunga goli kali sana.